Vitu vyote ni halali, bali si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vyote vilivyo. Bwana bariki wewe. Amen.
Baba yetu mwema, mtakatifu, Baba Mungu uishie mahali pa juu mbinguni, sifa na heshima zinakustahili wewe milele na milele. Katika wakati huu mzuri, tukiwa ndani ya hekalu takatifu, tunakuja kwako tukileta shukrani zetu kwa ulinzi wa Mungu wetu. Katika juma zima tumesafiri tangu Sabato iliyopita, Sabato ya leo tumepita katika mapito mbalimbali, lakini umetuwezesha katika siku ya leo kurudi tena katika nyumba takatifu kwa ajili ya ibada bila kupata kutukuza Mungu wetu. Katika kipindi hiki pia tunaomba msamaha katika yale yote ambayo tulitenda ambayo yanapendeza mbele za macho yako. Mungu wetu sisi wanadamu, pale tulipoonyesha udhaifu, tuomba ukatuimarishe, ukatusamehe na tukaandaliwe vyema kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika kipindi hiki pia tunaomba kwa ajili ya yule ambaye atasimama kwa ajili ya kutulisha neno la uzima. Mzee wetu Gera tunaweka mikononi mwako, ukabariki na kutakasa dini zake, kila atakachonena kikatoke kwako na ikatujenga na ikatuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika Sabato ya leo, Mungu wetu, tumekuja tukiwa na mahitaji mbalimbali. Kila mmoja ikiwa ni kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Tuimarishe kiroho Mungu wetu, pale tunaposhindwa ukatusimamie, ili tukapate kuenenda sawasawa na mapenzi katika siku zote za kuishi duniani. Lakini Mungu, tuna mahitaji yetu ya kimwili, kila mmoja mahitaji yake unajua. Wengine ni magonjwa, kila mmoja mahitaji yake mbalimbali. Kila mmoja mahitaji ya kila mtu katika kipindi hiki unamsoma katika moyo wake, katika akili zake, tupatie sawasawa na mapenzi yako. Ukatuongoza ukatubariki sawasawa na mapenzi yako Mungu wetu. Imani yetu kwamba utatuacha tupatie kama moyo ndani yetu, tunaomba na kushukuru. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ni wakati wa somo la kanisa. Leo ikiwa ni Februari 21. Somo la leo linasisitiza kinachosema uwanja wa imani. Mnamo mwaka 1915 mwanamke aitwaye Ellen G. White alifariki. Kwa miaka 70 amekuwa akizungumzia kwa nini kuhusu afya na elimu, teolojia, familia, maisha makabili, maombi na uongozi. Vitabu vyake sasa ni 175 na ni zaidi ya mwandishi yoyote yule wa Kimarekani. Aliandika makala 5,000 na vitabu 40 na kuacha kurasa zaidi ya 100 ambazo zimeandikwa kwa mkono. Baadhi ya watu wanasema kwamba moja kati ya kifungu alichokiandika chenye nguvu ni hiki ambacho uwepo wa Baba ulimzunguka Kristo na hakuna ambacho kingeweza kutokea isipokuwa kile ambacho upendo usio na kikomo ungekiruhusu kwa ajili ya baraka kwa ulimwengu. Hapo ndipo faraja yake ilikuwapo,
Ni kwa ajili yetu pia. Yeye alijazwa na Roho wa Kristo, kukaa ndani ya Kristo. Uvuvio ambao umeelekezwa kwake unashuka kutoka kwa Mwokozi ambaye amekuzunguka na uwepo wake. Ni kitu chochote kinachokuja kwake kinatoka kwa Kristo. Hana haja ya kupambana na uovu, maana Kristo ndiye ngome yake. Hakuna kitu kinachoweza kukugusa isipokuwa kimeruhusiwa na Bwana wetu. Mambo yote yanayoruhusiwa kufanya kazi pamoja kwa wema kwa ajili ya wale wanampenda Mungu. Hii ni nakala ambayo imetoka katika kitabu cha Ellen G. White kinachoitwa Thoughts from the Mountain of Blessings, ukurasa namba 71. Ni ahadi ya kushangaza kiasi gani pale unapotembea na Kristo. Kila pigo ambalo adui analenga kwetu umwangukie Yesu kwanza, naye uruhusu tu changamoto zile zinazofanya kazi pamoja kwa ajili ya mema yetu. Maisha yetu yako mkononi mwa Mungu, mahali ambapo ni bora sana kwetu. Wito katika siku ya leo, tunaporudishia Mungu zaka yake na kutoa sadaka zetu kwa ahadi kwa utaratibu. Hebu tufanye hivyo kwa moyo wa furaha na shukrani. Yesu ndiye mlinzi na mpalilio wetu. Tunapotembea ndani ya Kristo na Roho wa Kristo akiwa ndani yetu, hatuna kitu cha kuogopa. Kwa imani wala kwa fedha zetu, asante kwa kutoa kwa moyo wa upendo. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba yetu uliye mbinguni na rafiki yetu mpendwa Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu ya leo. Bwana, binti zako tumekuja tukiwa na mioyo iliyopondwa. Lakini Kristo tumekuja na zaka na sadaka zetu. Nenda katubariki. Nenda kagani mioyo iliyoumizwa. Tukiwa huru. Kwa maana tunajua Yesu uko mahali hapa. Tubariki hata wale ambao hawatuona. Kwa tupatie na sabato nyingine tukali. Tukiwa na mioyo ya upendo, tutatoa kwa shukrani. Tunasema asante kwa maana utakuwa pamoja nasi. Kwa tunaomba kwa Mungu kupitia neno kuu la mwana wa Yesu Kristo. Na kila mmoja kwa Mungu. Asante. Amen. wakati wa majibu
Mungu yuko katikati yako, shujaa awezaye kuokoa, atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Mungu hili nilisoma hasa hususani kwa kwaya zetu MG Sauti ya Uhuru na Wokovu, kwa kutuletea nyimbo nzuri. Nyimbo kitu kigumu sana, ni ubiri tosha. Ndio maana kwa tunapenda nyimbo ambazo zina ujumbe. Tunapenda nyimbo zenye ujumbe. Na nyimbo zetu nzuri, na Mungu awabariki. Endelee kurudia Bwana kama nilivyosema kwamba siku moja tutakapokwenda mbinguni tutaimba na Mungu mwenyewe. Mungu awabariki sana wote. Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, tunashukuru kwa kupata fursa hii tena katika siku ya leo katika Sabato takatifu, kama ilivyoagizwa hapo kwamba Sabato watasimama na kutulia mbele zake. Siku ya leo ni mahususi kwa ajili ya huduma za familia. Tumejifunza mambo mengi katika siku hizi chache, na leo tutahitimisha somo hili. Tunachoomba ni kwamba haya ambayo tumejifunza yaweze kukaa katika masikio ya watoto wako, na tuyafanyie kazi hasa katika siku za mwisho. Uwe pamoja nasi Bwana katika siku ya leo. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tumekuwa na juma zuri sana na huduma za familia. Nawashukuru sana kwa wale ambao wameweza kuhudhuria katika siku zote. Hawakuwa wengi. Nasema labda pengine kama hivyo kawaida yetu. Unajua mimi huwa najaribu kutafakari sana. Kwa nini kanisa hili siku za Jumatano ni jioni na tuwe wengi? Najiuliza sana, sipati jibu. Pengine labda hatuna waumini wazuri, ninaji wazuri. Maana ninakumbuka siku ile ya juma la wakili, nikiwa likimazo nilikuwa nyami siku 10. Haijafanikiwa. Kaona kama nataka kukata tamaa kwa watu 10. Lakini niseme kweli, mimi huwa napenda kuhudhuria makanisa mengi. Penda sana mambo ya ibada. Nimefika pale Kibarasuka, nimefika Kibara yenyewe. Wewe ni ibada ya mara nyingi, siwezi kufahamu kanisa kubwa. Wakati nilikuwa mzee ile Jumatano naenda pale ibada ya jioni, karibu watu 200 Jumatano. Wewe nimeenda Suka pale siku moja Jumatano jioni, natoka mjini kwa kutulia. Na marafiki zetu pale. Kuta Jumatano jioni watu kama 150. Siku moja pia katika Kimara Jumatano jioni, karibu na watu hata 200. Lakini sasa nasema kurudi. Mimi nikae na familia. Nitaweka doroso. Unajua doroso? Kwa nini hatutaki kuhudhuria siku za Jumatano jioni? Wanenaji wa Mungu hawataki tu, hawaoni faida. Najua kweli wanaweza kuwa wazuri, lakini watu kuli na hata jana jioni ndio baada ya hayo tulikuwa watu 12 hapa jana jioni. Tatizo hili siku imetengwa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, si ibada pekee yake. Mimi huwa wakati mwingine nasikia au naona wiki makanisa ya wakubwa na jamani,
unaweza ukamrudiana ukakuta ni wanadamu wamefurika na makanisa madogo tu wamefurika. Sisi kwenye mwanga mkubwa hatuna habari. Tatizo liko wapi? Hatuna habari. Kwa kuendelea sasa hivi tunataka moja kwa hospitali ni wanadamu wanajifunga Mungu na watu. Sisi tatizo ni na hasa kuzungumzia ndio mfano kaisa wewe suka na imani ndio ndio mwenyewe sio kama naambiwa wanapenda kuwasese mwenyewe. Hapa tatizo ni wapi? Tutafurahi sana jambo hili. Nitaona kwamba ni kawaida. Lakini si jambo jema, halileti afya hata kidogo. Basi nafikiri niache hiyo. Nije kwenye somo langu. Tumekuwa na somo zuri sana ambalo linahusu familia, imani, kumakinika katika ulimwengu wa kidijitali. Familia, imani na kumakinika katika ulimwengu wa kidijitali au ulimwengu wa kielektroniki. Tumekuwa na somo zuri sana. Ya mimi nimekuwa kiongozi, lakini si mtaalamu sana wa mambo haya. Ninaweza nikasema labda nitoe shukrani kwa wale walionisaidia sana kuniunga mkono na kuongoza mjadala mzuri katika kipindi ambacho tulikuwa nacho. Naomba wachache kwa mfano ndugu yetu Bikwikwi amekuwa msaada mzuri sana katika majadiliano ya somo hili. Jero wao amekuwa pia na mchango mzuri sana. Pastori Zekiani Amani Leonard wamenisaidia sana kufanya somo langu kwa kweli lipendeze. Wataalamu wazuri sana katika mambo haya. Mambo ya dijitali wamenisaidia sana. Na kwa kweli mimi pengine mchango wangu ulikuwa labda 1 ya 3, 2 ya 3. Tumepata mchango kutoka kwa hao watu ambao wamesoma majina yao. Samahani kama kuna baadhi ya watu waliwasahau, lakini hao wamenisaidia sana katika somo hili ambalo tulipata wiki hii. Mungu awabariki sana. Na niseme kwamba teknolojia imeleta baraka, mawasiliano zaidi na upatikanaji mtendo wa maarifa. Lakini pia inaleta hatari, ukaribu, kuvuta mawazo na zaidi sana wakati mwingine kuvunja mawasiliano. Inaleta pia ufisadi mkubwa katika teknolojia. Kwa hiyo tunapaswa hii teknolojia tuende nayo kwa uangalifu mkubwa. Kama Waefeso 5:15-16, Waefeso 5:15-16, naomba tusome pale, tusome Waefeso 5:15-16. Waefeso 5:15-16. Anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima. 16. Mkiukomoa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Asante. Tuenende kama watu wenye hekima, kwa sababu zama hizi ni za uovu. Kipindi hiki ni kipindi cha uovu. Hii ilishatabiriwa tangu zamani, manabii walishaona. Tunaweza kufikiria haya mambo mapya.
vijana na watoto, hasa kwa vijana na watoto. Katika fungu letu kuu wakati wa kwanza 10:23 tusomea. Wakati wa kwanza 10:23 anasema vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Vyote ni vizuri, lakini si vyote ni halali wala vijenga. Ndio maana wanasema, kuna watu wanasema vyakula ni kula tu, fishi kula, nyani kula. Vile si vyakula ambavyo Mungu alituagiza. Na kwa kweli ni kwamba vyakula ambavyo Mungu alituagiza ni madhara makubwa. Ndio watu especially Mungu ina madhara makubwa. Sasa teknolojia ni halali. Ni halali. Lakini ina hatari kubwa katika kipindi hiki. Katika teknolojia tulionayo sasa hivi, tunapaswa kwa kweli tutumie kwa akili. Tunapaswa sasa hivi kupunguza kutumia vifaa vya elektroniki kama vile simu, laptop wakati wa chakula au wakati wa ibada au wakati wa familia. Tunakuwa utaratibu mtu anakwenda kwenye chakula siku anahabari. Mimi utaratibu wangu tangu zamani na kukwenda kwa siku naweka kubali. Na hata ukipika weka kula sikoke. Wala sienda kwa wakati. Iko bali. Napenda nile kwa utaratibu ambao niliwekea mimi. Anasema hivi, weka mbali siku zetu wakati wa muda wa familia kama chakula au ibada au wakati wa faraja. Na kutolea vifaa vya elektroniki katika chumba cha chakula. Hii inaleta kidogo maumivu. Siku hizi wanasema siku ustaarabu au maendeleo ya roho. Chumba cha kulala kufunga elimu ni siku kufunga elimu mwana. Chumba cha kulala. Alafu isitoshe anatoka sebuleni anakwenda na laptop anakwenda simu chumba cha kulala. Lakini mimi muonekana. Kile ni chumba cha kulala. Na ndio maana sasa kwa mahusiano katika familia imevunjika. Wewe ukifika pale uangalie hivi si chumba cha kulala. Mwandishi anasema kwamba nijitahidi kupeleka vifaa vya elektroniki katika chumba cha kulala. Na kwamba nusu saa kabla ya kulala ili vitu tutakazofanya tuweke kando. Ndio maana anasema kwamba vitu vilivyokuwa mjana na mtashangaa kwa sababu ndio mnajidhihirisha ndio kulala. Kwa maana tunatolea maji. Na mnishangaa ni kwa sababu tunapeleka siku hiyo kwa leo ni jana. Mnishangaa ni kwa sababu tunapeleka kulala na hapo kila leo. Hapo hiyo afya hakuna. Bali kwa kulala, bali kwa kupumzika na mwili wako, bali kwa kuzungumza mambo mbalimbali ya faragha, wewe ni kitu unafungulia. Weka kipaumbele muda wa kuonana uso na mke wako, mume wako na watoto. Wakati wa chakula ni muda ambao unapaswa na yeye. Ni muda wa mazungumzo, mataratibu ya familia. Wewe ni simu, unaweka kombe kichwani
kusikiliza kusikia masikioni. Hiyo ni jambo kweli. Alikuwa anazungumza kwenye simu sikisha tokea nini? Sasa hawezi kuzungumza kwenye simu. Basi anajua kabisa. Baada ya kujua upande mmoja. Wengine wote wanakuwa kabisa. Alikuwa upande mmoja. Yaani simu sasa ukipigia awepo mtu anayepokea yeye anaambiwa. Na rafiki anasema kwa mpango mingi anaenda. Hata uweka kipaumbele muda wa kuonana uso kwa uso na wako na wako. Tena siku moja ukae mbali na vifaa vya kielektroniki kama simu, TV, laptop, kikwambi. Upate fursa nzuri ya kuzungumza na familia yako. Sasa wote kila siku kuna kitu mmoja kwa mfano tena kwa mapembeni. Yaani kwa mfano Unajua fulani unazungusha kinyesi jili la nyumbani. Unaenda nyumbani, simu, umebeba laptop, unakuja nyumbani. Ni shida. Ndio sisi okay, ndio salamu. Lakini kama tunazungumza, tunazungumza haya, tunazungumza sasa hivi mzima. Sio mimi sawa. Tuepuke sana hivi vitu. Na kwamba sasa hivi hata mawasiliano yamekuwa machache na wewe. Wanasema kuangalia simu wakati wa mazungumzo na mume wako kunafanya kuwa na uwezo hafifu wa kumfikiria mwingine. Yaani ndio maana sasa hivi tunaweka acha simu kwa mbele, acha mawasiliano kwa ndugu na wazazi wao. Ni kwa sababu wakati mwingine inawezekana ukasahau nyuso za wenyewe, ukasahau kwa mgao au mgao. Kwa nini? Kila wakati ni simu, kila wakati ni laptop. Hata wakati wa faragha ni simu. Ndio maana nasema hivi, imekuwa sasa ni waziri wa kidijitali. Waziri anasema tena siku moja ukae mbali na vifaa vya kielektroniki kama simu, TV, laptop. Siku moja kama mbali, kwa mfano inawezekana Jumamosi. Mimi jana nilikuwa nasema hivi, kuna hao walimu wa SS anataka kusafiri. Anasema sisi. Kana kama tani sana. Bila shida sisi. Tazama sita. Kwa hiyo inawezekana possible tukajenga siku nzima kufikia kushika hivi vifaa. Inawezekana. Lakini uamuzi ni wako. Hakuna leo kulazimisha. Uamuzi ni wako. Hakuna leo kulazimisha. Mimi nazungumza kile ambacho kimepaliwa ulimwengu wa sababu dunia nzima imeandikwa katika kitabu hiki. Tupende siku moja, tuachane na hivi vifaa. Kwa nini? Kwa sababu vinaleta madhara makubwa na hasa kwa vijana wadogo. Anasema Wamarekani wanaangalia simu mara 96 kwa siku. Ina maana kila baada wamefanya utafiti, ina maana kila baada ya dakika 10. Sasa ni shida. Kuna waziri mmoja wa Uingereza amekuja ofisini, anaangalia hivi pornography kwa kufunga na kazi. Hapo ofisi. Pia alikwenda akawa kama hiyo. Funga na kazi. Na wao wanafanya. Ni siku moja nilikwenda ofisi fulani. Nilikuwa nataka kwenda kwa mkurugenzi ndani ya fedha. Sasa nikasema nasema kuzunguka kila siku. Nikasema toka. Nikasema moja niende toka. Najua mzee wangu hawezi kufikia. Na usimami ndio kasaidia. Niko hivi sana mzee wangu. Kwa nini?
katika kazi sana. We are doing that in the home. Wewe si ukali na watoto wao si mtu bila kingine bila necessary vitu kupunguza. Mimi kwa kweli nisema kweli. Baada ya kusoma hili fungu, hili somo. Kwa kweli nimekuuza sasa hivi. Nakumbuka kama jana. Nimetumia hata simu kwa kama ya damu. Daudi. What I did is now. You know what this is not sense to you it's not sense. That's why I kanisa. Bas. Mama mwenyewe anaona ni jinga na pakala ya adhabu kule. Ndio maana anasema katika ukurasa wa wiki anasema wazee wa kijana. Somo ambalo tumejifunza jana. Nasoma maneno machache tu. Nasoma maneno machache. Alafu ni sawa. Sifua. Sayang aku utana kasa pastor. Bwana mwambie kwamba mwambie biasa. Hiyo hata yeye anaweza. Kwa sababu mzee amezunguka na kwa kitu yake mtu sana. Hiyo sana. Anasema hivi, neno wazimu walijitana narejelea upungufu wa akili unaofanana na wazimu wa mawazo kwa mwanzo unaosababisha na kutumisha muda mrefu yaliyopita kiasi cha vifaa vya kujitana. Hali hii imeelezwa kwa mara ya kwanza na Dr. Manfred Spitzer, mtaalamu wa neno kutoka Ujerumani. Alibainisha jinsi utegemezi mkubwa wa teknolojia unaweza kusababisha matatizo ya ubongo, upungufu wa umakini na kupungua kwa uwezo wa kutatua matatizo. Inaathiri zaidi vijana wadogo na hasa wenye umri wa ujana na vijana wakubwa ambao ubongo wao bado uko katika hatua za ukuaji. Hata hivyo, watu wazima na wazee pia hawako salama. Hasa wale wanaoishi maisha ya kukaa muda mrefu bila shughuli za kiakili, kama vile kusoma na kushiriki masuala ya kijamii na badala yake kutumia muda mwingi mbele ya skrini. Kwa hiyo anasema hivi, dalili za kawaida za wazimu wa kidijitali ni pamoja na usahaulifu. Watu wanakosa hata vijana wadogo. Vijana wadogo usahaulifu hatari. Mimi nilikuwa pesa uongozi hapa. Kijana mdogo anamwambia kijana kama sawa. Kushika kwa makini, umakini. Hata niseme. Na kile kitabu kile ambacho kutoa kwa idara hii. Ndio nilikuwa nimwaje sana kama inagusa basi kwa sababu hii ni tendo la usikiani. Kwa sababu hata ile simu kule siku moja nikaangalia nikampigia simu. Nampigia. Ndio mwingine kabisa. Nikampigia mtu mwingine kabisa. Na imetokea kama watatu.
mifano iko mingi. Uwezo mdogo wa kuzingatia kwa muda mrefu, na mkao mbaya unaotokana na kutumia kupita kiasi ya vifaa vya dijitali, na hata kutokana na utulivu, kutokana na utulivu kihisia, ama utulivu. Baada ya kutumia uwazi sehemu ya mbele ili kufanya kazi bila nuru, uwazi sehemu ya mbele ya ubongo inayohusiana na fikra ya juu, jambo linaloweza kusababisha kushuka kunako dumu kwa uwezo wa akili, na hasa kwa vijana wadogo. Sasa hii tunaona kwamba ni kitu kidogo, lakini kweli kwamba ni kitu kikubwa. Yaani vijana wamekuwa sawailifu, hawana kumbukumbu, wamekuwa kama wazee. Nafuata nini? Vijana wadogo, nakwambia kitu. Unajua kwa nini? Busy with their phones. Wako busy na simu. Yaani simu zinaheshimiwa mno. Simu. Sasa madhara yake iko haya kwenye ubongo. Na jana tulipata sio hayo, kuna madhara makubwa zaidi. Kuna mmoja hapa kwa darasa alikuwa anaangalia haya kwa Instagram, anaangalia kama anaelewa mambo ya mapenzi, sijui nini, mapenzi kutoka kwa watu wanaoingia. Akapata na mapenzi na ndio hii. Anaangalia kwa kupata na mapenzi, kwa anaangalia sijui kama anashaona baya mubili huwa mmoja basi. Lakini hiyo ndio hayo ni kama nani pana na mapenzi mtoto mmoja Marekani anafika kwa wengi kwa sababu ya kuangalia mitandao, akachukua masomo kwenye mitandao, kujenga masomo sina nini kabisa, mwendaje huko dogo wake mitandao. Kijana mmoja wa kiume katika nchi ya Marekani hapa sasa kwa wale sana, akaangalia kwenye mitandao anasema alisiko hapana sijali amfadilia wanajua kwa kweli akaendelea sana kupokea vizuri bila hayo akala kwa ngozi. Baadaye kujua wale kwa rafaa bila msana akamwambia hivi sio hapa natoka kidogo afunga mlango kama acha kwenye kocha akachukua na kuja bausa moja yenye misuli tunayo bausa yenye misuli nikamshughulikia sitani yeye sio ndani nikashughulikia jawa mitandao hiyo aliyokuwa kwa hiyo ile ndio sio kweli kisa cha kweli ni dada mfano mwingine yuko kwa mmoja kwa mitandao au babu kwa Kenya naona kwa mitandao dai nzuri kama milioni katuma baada ya siku chache na baada ya pesa zimekwenda. Kwa hiyo huyo dunia sio mengi sana mambo ya mtandao. Ndio nasema kwamba katika siku za mwisho dunia inachafuka, mambo yameharibika, kila kitu tunaona kwamba ni vizuri, sio vizuri
Mbaya zaidi kuathiri Mungu. Na sisi wenyewe tutaathiri. Mimi mwenyewe kwa wakati nilikuwa na uongozi shuleni. Bwana mtu mmoja alipigia simu pale ndani moja na nusu. Ndio nikamwambia kwa simu nikijaje. Kwa hiyo hii ina madhara. Na wataalamu wameona wewe fikiria hizo dunia nzima wanasema nini? Anasema imani kubadilika katika ulimwengu wa kidijitali. Na soka la wazimu wa kidijitali athari ya kutisha kuunganisha kila kiasi. Kwa hiyo hapa kwa kifupi ni kwamba tuwe na kiasi katika imani. Sitaki sana mambo sisi mambo ya sana sitaki. Mimi sasa basi sana kwa sisi kwa watu na kanisa. Kisha kesho ndio kwa kanisa. Hapo ndio chama kujiingia. Kwa hiyo ndugu zangu, nimezungumza hapo. Nimesema wewe kama ndio kuongoza wako muda maalum wa chakula, ibada, achana na masiku. Unatoka shuleni, unabeba kwa unabeba siku, unabeba shikwani, unabeba siku, labda unashikwa kitu cha kulala. Kwa kuuzi, unabeba kulala. Unabeba kulala kweli. Na kwa mindset yako ukiweka pale kwa shida. Kwa hiyo upate muda wa kukaa na familia zetu, otherwise siku tukielekeza zitavuruga maisha yetu ya ndoa. Ndio nyingine kama kawaida tunaongea hili kingine na biashara kwa mdogo. Lakini zaidi sana tuwe na muda wa kutosha kuzungumza na watoto na familia kwa ujumla. Wakati wa kuwa nimesema hili shaji kwa kwa zamani simu anaweka mbali. Pia wewe pia tu. Nisikia kanisa huko mbali na kwa mbali na tutende maisha na sisi kwamba tutende siku moja ya kuachana na vifaa hivi. Na pia katika maisha haya basi tuwe na nini? Lazima tuwe na bidii ya kufurahisha watoto bidii, retreat, family bonanza. Family bonanza ni kama mchezo ambayo tunaweza kuorganize semina za wana kwa mama. Sasa nilikuwa namwambia kwamba juzi na mama wanakutana na mtoto kwa hivi. Sasa nikawa namwambia kwa wanatania lakini ndio kweli. Sasa mlikuwa mnamtaka pale sasa inawezekana siku zilikuwa muda mwingi kuliko mazungumzo ya kawaida. Unakuta ndio kwenye simu sasa tunataka hivi. Yaani ndio sasa next time ni mawazo yangu unaweza ukashikia ukafanya kazi. Unapokutana siku nyingine ukifika mahali hii simu kwa pembeni. Mpate muda wa kuzungumza, wa kuelewana, wa kuongea pembeni, ili kwa kuzungumza kwa kuzungumza mambo yetu na nini. Next time nasema unaweza ukafanyia kazi
hata ukashiki kaja hata tu nimeona sana tatizo. kwa hiyo kwa nini pia ni vizuri sana tunafresh hivi tunapata muda wa kukutana kuzungumza mambo mbalimbali mijadala mbalimbali tunakuwa na watu ambao wazungumzaji wanaelezea mbalimbali ndio sana wa refresh mind ndio lakini tupangilie vizuri ni muda mwema pia tupunguze bebelea mifano ya elektroniki ya kwa kifupi mwandishi anatuambia kwamba kipindi hiki tuwe macho kwa sababu nyakati hizi ni za hatari. Shetani anafanya kila kitu kutupotosha tupate muda wa kutafakari neno la Mungu. Anafanya kila kitu kutupotosha tusiweze kupata muda wa kutafakari neno la Mungu. Yoshua 24:15 Yoshua 24:15 Yoshua 24:15 Yoshua 24:15 anasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni leo mtakayetumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale Waamori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yoshua kwa sasa mzee anajua muda wake sasa umekwisha, anajua karibu atarudi kwa baba. Anazungumza na wana wa Israeli sasa, anaona hata waelekei wala hawaelewi. Kama ninayozungumza hapa sasa hivi, yes. Wengine hapa wanakuwa hapa wanasema leo ndio nguvu sawa. Fanya unachoweza wewe mwenyewe, mimi najaribu kuzungumza kile ambacho ninaelekea kwamba nimesema. Sasa Yoshua anasema kweli ile mtakayomtumikia. Yoshua anasema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Watu wanafanya simu kama Mungu. Haina. Mtu mwenye simu lakini anaweza kama hiyo wiki nzima biashara nyingine. Mwenye simu sasa aisha nyingine. Asome kanisa. Tena sio kabisa. Lakini Yoshua anasema sasa chagueni leo mtakayetumikia. Mimi nasema hivi. Tuachane na Mungu. Hii si Mungu. Sasa wakati wa kusema kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Nimesema sijakataa kuina nifaa vizuri, lakini tutumie kwa akili na kwa weledi mkubwa. Vinginevyo tutawapoteza watoto wetu, na hata sisi wenyewe tutapoteza maadili. Hatutapata muda wa kutafakari neno la Mungu kwa sababu ya vifaa vya elektroniki. Tutumie kwa akili kubwa sana. Mimi nao marafiki zangu, yaani Jumamosi huwezi kuona TV na hakuna cha TV. Na wengine kabisa Jumamosi hashiki hata simu. Wameenda muda mrefu kabisa. Tena wewe wanajibidi miaka sitabu hii kufanya biashara hii. Nikita kujioni TV. Anakuwa anaipoka tani. Kwa hiyo tunapaswa kuwa aggressive. Kwa hiyo wewe serious. Hii ni miungu. Zamani ilikuwa miungu ya kuchonga na kufiana. Sasa hii ni miungu.
Hatufanyika kutafanya na Mungu. Si. No. Tuwe na kiasi. Kwa hiyo kama Yoshua anasema chagueni hivi leo mtamrudia na kurudia, Yoshua anasema kwamba nimezungumza na kutosha, nimewaelekeza na kutosha. Lakini sasa anasema mimi na nyumba yangu. Kwa mimi na nyumba yangu nitapunguza matumizi ya kidijitali. Jambo hili sasa ni hivyo. Mwingine atakoma, endelea kukoma kwa mwezi wako. Koma. Lakini anasema teknolojia ni bora, lakini ni Bwana wa kuongoza. Ni bora, lakini ni Bwana wa kuongoza. Nimechukua neno la nafasi ya neno la Mungu. Imeandikwa akili, mioyo yetu, roho zetu na familia zetu. Siku moja ni zamani kidogo. Nisikia kama mgawa sana. Utasikia kusema na Biblia. Mimi mara nyingi kama sisi na Biblia namba kumaliza wasokee. Kazi hizi wote sio ndio haya. Anaendelea. Bwana msimuoni sasa ya kibisia. Bwana muone nani? Sasa na mkate mkaba ni mwangu. Okay. Hayo ndio kwa ni anaongea sasa kwa nikamwambia kwamba unampigia. Akasema mbona na sauti ni hiyo? Nikamwambia mimi na hiyo Hapo haonekana
tulikuwa na mazungumzo mengi sana, au ndio wakati hapo kunisaidia sana katika somo langu. Wewe sio na kazi au ndio wasema ndio wakubwa hapa ya shule hapa yangu ndio wewe wewe wamesaidia kwamba tulio mazuri, ndio maana nilisikia kutoona watu kanisani. Jamani, tubadilike. Najua wale wamesikia. Sasa wewe tukaje kwa sababu ya jamii. Niona tukaje kuangalia tunaona alikuwa anaweza kwa yake. Sasa hivi tunapata watu tofauti. Leo nilikuwa sio batizo. Bahati mbaya shetani alikuwa kafungia maji. Hamna maji. Sasa tunaishi na fikiri kwa kitu. Ubatizo utakuwa ukijia. Sasa kabla sijamaliza. Najua watu wako hapa ambao tayari kumtumikia Bwana. Wako tayari kuondoka. Wako tayari kutoa kwa hiyo ubatizo na mawasiliano. Na bahati moja katika leo hii mchungaji anamaliza somo kanisa la Kenya. Ndio moja ya sababu. Na wewe ndiye atakayeuliza ile mambo ya wazee. Sasa ndio wapo ambao wanakuja kusoma hapa miaka mitano. Jina lako liko kwanza sijui wapi. Wewe ni Mkristo wewe. Unakuja hapa chuoni na jina lako liko Segerea. Wewe ni mtumishi. Wewe ni mtumishi. Unapoona wao alikuwa hapo wao anaama anaenda huko analisha kidogo huko anaenda mtuka analisha hiyo. Na hiyo ndio bahati kubwa ya watoto ndio pesa. Na kwa nini alisha hiyo? Kwa nini ili awe na watu wa kulea kimadini? Sasa you say here for 3 years. Ana jina lako liko sijui. Kwa uko sijui. Ikagala sijui. Amisha jina. Sasa sio miezi 6 ukikaa mahali amisha jina. Kwa nini sikujana kwa kaisa alikuwa sema sitaeni kwa amisha jina ni kanao ni kaida fulani. Kwa hiyo wale ambao wanakuja kusoma kwa hiyo amisha jina. Lakini lako kwa mfano haijapatikana muda mrefu ni bora kupatiwa. Haya, kama unaona kwa nini unaona ndio kwa tayari kwa hiyo mabadiliko. Muda umekwisha. Sasa wito wangu sasa
ninajua wako watu ambao wako tayari kuingia ubatizo. Sio nafikiri roho hiyo, na wako wako watu ambao wanaingia kwenye ubatizo. Naomba mkaonyeshe mikono tu, alafu mtamuona basi kwa pastor. Onyeshe mikono tu, angalia sawa, onyeshe mikono kama vile niko tayari kwa ajili ya ubatizo wiki ijayo. Naomba onyeshe mikono, onyeshe mikono pale ulipo kama vile niko tayari kwa ajili ya ubatizo, alafu baadaye utakuwa pastor ambao wako tayari kwa ajili ya ubatizo wiki ijayo. Kuna watu wakitoa kwa ajili ya ubatizo. Nahitaji kubatiza watu, nahitaji kumaliza kazi. Muda ni mfupi ambao wako tayari kwa ajili ya ubatizo. Okay. Najua wako wengine pengine wanasita, lakini kama upo na umeshindwa kusimama au kunyosha mkono, utaona baadaye pastori hawezi kuandika jina lako, baadaye kufanya mchakato wa kuweza kubatiza. Lakini nimesisitiza ni kwamba wale wanaoishi chuoni, unakaa chuoni miaka miwili, diploma si mwaka miwili, miaka mitatu, wengine si miaka minne, jina lako liko Maganzo. Hapana, hamisha jina, tukupe kazi. Basi ndugu zangu, kwa hayo machache, Mungu aweze kubariki. Baba mwema, Baba ushimani kwa juu sana mbinguni, jina lako litukuzwe milele zote. Asante kwa mwema na fadhili zako zote. Asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangia tumeanza kipindi cha pekee mpaka masaa haya mazuri ya mchana. Jina lako litukuzwe. Tumejifunza maneno ya pekee ambayo umetamani wanafunzi zako siku ya leo, namna ya kutumia mitandao katika maisha yetu ya leo. Mungu upendo kwa pamoja nasi. Endelea kufundisha kutenda sawasawa na mapenzi yako. Mzengeta ambaye amesimama katika wiki nzima, lakini amesimama tena leo kwa maneno haya pekee, tunamkabidhi katika mikono yako. Yeye na familia yake, endelea kushiriki kunena yako. Endelea kupatia nafasi azidi kunena na wana na binti zako katika vipindi vya kaya familia, atusogeza karibu na msalaba wa Bwana. Ni masaa pekee sasa, tunatawanyika na kwenda nyumbani, tunakualika pamoja nasi. Tulinde uongozi, turejeshe tena kwa vipindi vinavyoendelea, ili jina lako litukuzwe. Tunaomba tuamini katika jina la Yesu. Amina. Kabla tunapata wimbo kutoka kwa kwaya ya Mburi, nitoe matangazo machache. Wazee wote wa kanisa, mara baada ya kawaida tukutane ofisi ya mchungaji. Wazee wote wa kanisa, lakini watu wanaitwa Amu na Dorcas. Amu na Dorcas nikimaanisha wamama na wababa ndani ya kanisa. Tutabaki mara tu baada ya wimbo unapotoka kwa msikilizaji. Tuna maneno machache ya kuongea na viongozi wa Dorcas. Nikaribisha kwaya ya Mburi kwa wimbo. Wanapomaliza wimbo, tutaanza kutoka kwa Bwana. Awabariki, niwatakie sabato njema.
When